Uwezo wa mwanadamu kutawala sio jambo la kiakili, sio jambo la kinafsi, sio jambo la kimwili, ni jambo la kiroho. Ili mwanadamu aweze kutawala, Mungu alimuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Kama Yesu alivyokuwa na mamlaka, dominion, juu ya nguvu za asili, kila aliyeokoka ana mbegu ya mamlaka juu ya nguvu za asili. Ndio maana kila mmoja ataokoka mara tatu. Alipompokea Yesu aliokoka roho. Huduma ya neno inaokoa nafsi. Yesu akija ataokoa mwili, na tutarudi katika hali iliyo bora kuliko Adamu wa kwanza aliyeumbwa. Yesu sio anamwokoa tu mwanadamu. Kazi ya redemption inaokoa uumbaji. Ametuokoa ili tuokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu sio roho peke yake, anayo nafsi, anakaa ndani ya mwili. Kwa hiyo kwenye kusudi la milele la Mungu hakuna mahali mbinguni kwa ajili ya mwanadamu, na ndio maana kule mwisho kutakuwa na mbingu mpya na nchi mpya, kwa sababu kusudi la milele la Mungu mwanadamu aishi kwenye nchi, Mungu ndo aishi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwandishi wa Ibrania anazungumzia kwenye Waibrania 6 habari za nguvu za ulimwengu ujao. Yaani sisi tuliookoka tunaweza tukaonja nguvu za ulimwengu ujao. Yesu kutembea juu ya maji ni nguvu za ulimwengu ujao. Kuzidisha mikate 5 na samaki 2 wakala wanaume 5,000 bila kuhesabu wanawake na watoto ni nguvu za ulimwengu ujao. Yesu amebanwa, anataka atupwe kwenye gema, anageuka anapita kati yao na wamfanyi kitu. Nguvu za ulimwengu ujao. Yule Filipo anatoka kumbatiza towashi, afu ghafla anaonekana yuko Azoto akihubiri wakati hakusafiri. Zile ni nguvu za ulimwengu ujao. Bwana Yesu asifiwe sana.